Tume ya Uchaguzi Zanzibar imeweza kutekelezea mazingira mazuri kwa sababu ana sera maalum inayohusu vijana, watu wenye ulemavu pamoja na wale wenye mahitaji maalum. Naamini kwamba utaratibu mzuri tume watakuwa wametuwekea kwa ajili ya kufanikisha kazi hiyo. Jamii nchini imetakiwa kutoa elimu ya upigaji kura sambamba na utunzaji wa amani kwa wananchi kwa ajili ya kuiletea nchi amani. Ameyasema hayo mgeni rasmi na mkuu wa wilaya mjini Unguja, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla, katika shughuli ya ufunguzi wa utoaji wa elimu ya mpiga kura iliyofanyika katika Baraza la Wawakilishi la zamani lililopo Kikwajuni mjini Unguja. Amesema shukurani zote ni za viongozi wakuu wa nchi kwa kufanikisha nchi kuwa na amani na usalama hadi sasa. Amesema tume ya uchaguzi na kazi ya kuratibu na kukuza elimu ya mpiga kura na kuhakikisha wananchi wa Zanzibar kupata fursa ya kupiga kura na kila mtu ana haki ya kuheshimiwa kwa kuhakikisha amani na utulivu inapatikana maeneo yote. Amesema kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, wale wote wanaopiga kura ya mapema ni watu maalum ambao wanashughulikia uchaguzi pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama. Naamini kwamba ukitizama ibara ya 7 kifungu cha 2 ama kifungu cha kwanza cha katiba ya Zanzibar kimetoa haki kwa kila Mzanzibari aliyetimiza umri wa miaka 18 kuweza kupiga kura kwa mujibu wa sheria iliyoweza kutungwa na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Lakini kifungu cha 3 cha katiba hiyo kilitoa masharti pamoja na taratibu za kuweza kupiga kura kwa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi pamoja na madiwani. Naamini kwamba katika kifungu namba 106 mpaka 107, lakini kwa kuanzia na kifungu cha 4A pamoja na kifungu cha 4B, kwamba tume ya uchaguzi ina kazi ya kuratibu, kukuza na kuendeleza elimu ya mpiga kura. Kwa hivyo tunashukuru kwa kuitendea haki ile sheria, na tunashukuru kwamba uratibu wako tume ya uchaguzi umekuwa ukionekana na umekuwa ukichukua jitihada za kutosha katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Zanzibar wanatumia haki yao ya msingi ya kikatiba pamoja na kisheria katika kuweza kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Lakini tuna haki ya kuthamini utu wa mtu, na utu wa mtu utaweza kuthaminiwa kwa kuhakikisha kwamba amani, utulivu unapatikana katika maeneo yetu yote. Naye makamu mwenyekiti wa Pondeza Foundation Farida Said Uledi amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kwa ajili ya kuwafahamisha na kuwaelimisha wananchi juu ya kupiga kura na kuishajihisha jamii kuitunza amani katika nchi yao, kwani kura ni haki na amani ni wajibu kwa kila mmoja. Moja kati ya umuhimu wa uchaguzi wa amani ni kuhamasisha ushiriki wa wananchi. Hivi leo kutokana na amani tunakuta watu wanashiriki katika masuala ya kisiasa. Sijui leo kuna mkutano wapi, lakini hatujasikia hata mgongano wa hivi vyama kwamba chama fulani kilienda kufanya kampeni sehemu fulani lakini kikakumbana na kadhi ya fulani. Hii yote kwa sababu ya amani iliyokuwepo katika nchi yetu. Hivyo uchaguzi wa amani unatupelekea sisi tushiriki katika mchakato ya kisiasa, kijamii na mengine. Ndugu zangu, vijana wenzangu, tuhakikishe kwamba tunakuwa mabalozi wa vijana wenzetu, kuhakikisha tunahubiri amani, tunahamasisha amani.
kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Akiwasilisha mada ya umuhimu wa kupiga kura kutoka Tume ya Uchaguzi Zanzibar, mkuu wa division ya elimu ya wapiga kura ndugu Mohamed Idrisa Haji amesema uchaguzi ni suala la kidemokrasia na ni la kikatiba ambapo sheria inaruhusu kila baada ya miaka mitano. Hivyo lengo la mafunzo hayo ni kuhamasisha ushiriki wa wananchi, kwani uchaguzi wa amani huzuia michafuko na migogoro katika nchi. Tumekuja hapa leo kwa ajili ya hii elimu ya mpiga kura kwa hapa Zanzibar. Nia yetu ya kufanya semina hii ni kwa ajili ya kuwafahamisha na kuwaelimisha wananchi juu ya kupiga kura, lakini pia swala zima la amani katika nchi yetu. Katika kubaini kwetu ni kwamba time yoyote wanadamu wanatakiwa kuishi kwa amani. Sasa amani tulionayo tusipoteze. Kwa hiyo sisi tumekuja kuongea na wananchi na kuwapa elimu ili tuwawekee msisitizo zaidi kama wenzetu wanavyosema kwenye mikutano yote na kila pahala, na amani inapokuwepo maendeleo yanapatikana. Amani ikivunjika panakuwa hapana kitu chochote kitakachokuwa kinaweza kuendelea. Kwa hiyo na sisi tumetumia fursa hiyo kuweza kuwaelimisha wananchi juu ya swala zima la amani, kuweza kuitunza amani yetu tulionayo. Aidha, mratibu wa Pondeza Foundation ndugu Suhaila Usipondeza amesema matarajio yao ni kuweza kuhamasisha wananchi wote waliopo Zanzibar kupiga kura ifikapo Oktoba 29 kwa amani na salama, pamoja na kuepukana na vurugu zinazojitokeza katika kipindi hicho. Tumekuja au tuseme tumewaalika makundi mbalimbali wakiwemo wanawake, watu wenye ulemavu na vijana, kwa sababu ndio wanahusika hasa na huu uchaguzi, na pia wapate hii elimu ya mpiga kura, kwani kura ni haki yao na amani wajibu wao. Tunatakiwa tuitunze amani yetu ya nchi ili tuweze kuvuka uchaguzi kwa salama na amani, kwani amani ni amana kwa kila mwananchi. Kwanza kuweza kuhamasisha wananchi wote waliokuwepo Zanzibar na Tanzania nzima kwa ujumla kuweza kupiga kura tarehe 29 kwa amani na salama na kuepukana na mavurugu yoyote yatakayojitokeza. Kwa hiyo tunatakiwa tuilinde amani yetu. Shahran Shaib Hamadi ambaye ni kijana kutoka baraza la vijana shehia ya Mea Unguja, sambamba na Abdalla Ali Abdalla ni miongoni mwa vijana waliohudhuria katika mafunzo hayo ili kuweza kupata ujumbe pamoja na kujifunza umuhimu wa amani kiwemo kwa watu wenye ulemavu. Na lengo la kongamano hili ni kupewa mafunzo kuhusu amani kutokana na hichi kitu ambacho kitaendelea hapo mbele, uchaguzi. Elimu hii tumepokea vizuri, sihaba alhamdulillah, na matarajio yetu kwamba tutaifanyia kazi na vile vile tutaenda kuisambaza kwa wengine ili ujumbe uwafikie sisi tuliokuwa hapa tumepata na waliokuwa mitaani, na wao wapate elimu hii ili kura tupige kwa salama na amani. Ndio kundi kubwa ambalo linategemewa kama kutengeneza au kuharibu ni vijana, kwa sababu vijana ni wengi zaidi. Na sisi labda tunawapa ushauri vijana wenzetu kwamba waachane na dhamira hizo mbaya au zana hizo mbaya, kwamba washakuwa tayari kuharibu amani katika nchi yetu. Kwa hiyo tunawaambia wawe ni waendelezaji wazuri wa amani na wadumishe amani ili tupate maendeleo katika nchi yetu. Kwa mwaliko huu wa mafunzo haya yaliyoandaliwa na Pondeza Foundation, kwa hakika sasa kusema la kweli mafunzo haya yana faida kubwa, sababu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, kitu muhimu sana ni amani. Hapa tumejifunza umuhimu wa amani, lakini vile vile tumeona maandalizi yaliyofanywa na Tume ya Uchaguzi katika kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, lakini vile vile ushirikishwaji wa watu wote ikiwemo watu wenye ulemavu. Mimi naweza kusema kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ya uchaguzi inasema kura haki yako, amani wajibu wako. Inatufunza mambo mengi. Moja wapo ni kwamba mimi nina haki ya kupiga kura, lakini vile vile nina wajibu wa kutunza amani. Mimi natambua kwamba haki ya mtu inaanzia pale inapoishia haki ya mwenziwe. Wewe huna haki ya kunivunjia mimi haki yangu. Kwa maana amani hii
ndiyo inayosababisha mimi nipate haki kama mtu mwenye ulemavu. Kama utachafua amani ndani ya nchi, mimi nitashindwa kuenda kupiga kura. Mafunzo hayo yamehudhuriwa na vijana mbalimbali wakiwemo mwenye mahitaji maalum yaliyofanyika katika ukumbi wa Idris Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar, yenye kauli mbiu ya kura ni haki yako, amani ni wajibu wako. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair, Leaders TV, wajibikaji ni msingi wa maendeleo.